zao la Dodoma Jiji hilo. Alicheza timu ya vijana akampandisha senior team Azam, akamwona Kelvin, poteza pasi, Faisal Salum Abdallah, Zidane anataka radhi bomu walilolitengeneza Dodoma Jiji kwa ajili ya kujihami na kujihakikishia usalama katika vita, linawazuru wao wenyewe, lakini anawataka radhi, anawaambia mnisamee, ni maisha tu. Huyu ni staff wa Azam FC, anasema kazi kwisha. Zidane Ali Sereli walimtunza wenyewe, anawaumiza wenyewe. Walifanya kosa hapa. Kelvin alitoa pasi ambayo ilikwenda kwa Faisal aliyetengeneza nafasi na kumfanya Zidane Ali Sereli kumshughulisha Daniel Johannes Mgore, lakini jitihada zake hazikuzaa matunda. Sata amepoteza mpira ule, Sereli anamwekea Faisal Salum Abdallah, Faisal Salum Abdallah anachagua kuwa mchezaji mwenye roho mbaya zaidi katika mchezo. Ametengeneza bao la kwanza, anafunga bao la pili yeye, na anakwenda kucelebrate kwa mtindo ule wa Mamelodi Sundowns. Mgore anatoa maelekezo ambayo hayawezi kubadilisha kitu. Faisal Salum Abdallah aliugusa mpira huu, yeye mwenyewe alifanya pressing, akasetiwa na Zidane. Waliohusika kwenye bao la kwanza ndio ambao wamehusika kwenye bao la pili. Zidane aliasistiwa na Faisal bao la kwanza, na Faisal anaasistiwa na Zidane bao la pili. Ni Faisal ni Zidane wanakuwa wachungu dhidi ya Dodoma Jiji. Yes, wako kwenye utawala wao Azam Football Club. Kibeku anaseti ile, lakini anaweka Sereli. Wow! Kamba ya tatu. Zidane Ali Sereli anaendelea kuwaomba msamaha huku anawaumiza. Amekuja na msumari wenye ncha kali juu ya kidonda kibichi. Maumivu hayajapoa, huduma ya kwanza hawajapewa, anakuja kuwaumiza tena, na Azam wanasema hapa hapa. Shangwe likiendelea kwa supporters wa Azam. Sereli anazidi kusisitiza kwamba naomba mnisamehe, na yafanya haya si kwa kupenda kwangu, bali ni maisha tu. Alipata ile Ashraf Kibeku, ukidhani amekosea, kumbe alikuwa anaipika, na alikuwa kwenye nafasi na hesabu zake zikalipa. Zidane Ali Sereli amewapa mtihani mwingine Dodoma Jiji. Wanaruhusu kamba ya tatu, wanaruhusu bao la 27 kwenye mechi 17, kwenye mechi 11 ambazo wanakutana.